Baada ya Simba kupigwa kipigo cha bao 1-0 dhidi ya Petro Atletico de Luanda hapo jana katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Simba Sport wakatoa taarifa kwa umma baada ya kipigo hicho na kusema kuwa taarifa kwa umma. Uongozi wa Simba Sport Club unawakumbusha wanachama wote kuwa mkutano mkuu wa wanachama 2025 utafanyika Jumapili 30 Novemba 2025. Mkutano huo utafanyika katika ukumbi wa Diamond Jubilee uliopo Upanga, Dar es Salaam kuanzia saa 2 kamili asubuhi. Ajenda za mkutano ni kwa mujibu wa ibara ya 22 ya katiba ya Simba Sport Club. Wanachama wanakumbushwa kulipia mapema ada zao ili kupunguza usumbufu kuelekea mkutano mkuu. Imetolewa na Murtaza Ali Mangungu, mwenyekiti wa Simba Sport Club, Novemba 23, 2025. Simba Sport Club. Mtazamaji wetu wa Nile TV, asante kwa kuendelea kutupa support Nile TV. Tunakuomba usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kumbuka kuwa jana Young Africans iliibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Rabat, huku Singida wao wakichakazwa bao 2-0 dhidi ya CR Belouizdad. Leo Simba Sport imechakazwa bao 1-0 dhidi ya Petro Atletico de Luanda, huku Azam FC ikichakazwa bao 2-0 dhidi ya AS Maniema kutokea DR Congo. Ni Young Africans pekee ndio imeibuka na ushindi katika michezo hii ya CAF Champions League kwa upande wa Tanzania. Endelea kutufuatilia kwa updates mbalimbali, tukikusogezea uchambuzi wa kile ambacho tumeshuhudia katika michezo hii minne. Kwa upande wa kombe la shirikisho barani Afrika zikiwakilisha timu mbili, Azam FC Singida Black Stars zikifunga bao 2-2, huku Young Africans kwa upande wa klabu bingwa barani Afrika akishinda bao 1, huku Simba ikichapwa bao 1-0 dhidi ya Petro Atletico de Luanda. Mimi ni Lizo Sport, endelea kuwa nasi, subscribe channel yetu. Hadi wakati mwingine, bye bye.